kapigwa risasi ya kwanza, akasema piga na nyingine. Akapigwa ya pili, akasema ongeza nyingine. Akapigwa ya tatu, akaanguka. Ni ujasiri wa namna gani huo? Ni ujasiri wa namna gani huo? Kwa hiyo viongozi mnatutengenezea sio uoga tena, bali ujasiri. Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu. Na baadaye kitatokea kitu gani? Tunahitaji kuiona Tanzania yenye amani, yenye haki. Uwezo ukazungumza amani bila kuzungumza haki. Leo ndugu zetu Dar es Salaam wamekufa, lakini msingi mkubwa kufuatilia ni madai ya haki. Tutaendelea kuidai haki. Jambo la tatu, ninazungumza miguu inagongana, japo mnaniona nimesimama, kwa sababu tunajua Tanzania leo, once you speak, you will be in a situation ambayo unakimbilia kifo. Yaani unapozungumza unakimbilia kifo. Mungu wa mbinguni huko, nikifa damu yangu iende kwa mtu fulani. Tunaogopa hata kuzungumza, tunaogopa hata kusema. Sasa kama mnatufanya tuogope kusema, utajuaje mimi nina kinyongo? Mheshimiwa, nisipoongea kwamba mimi kuna jambo kwako linaniuzi, utajuaje kama ninauzika na wewe? Nitakachokifanya ni action. Na action nitakayoifanya ima ni kukuharibia wewe au watu wako wa karibu. Ndio maana kwenye hili wametafutwa watu wa CCM, kwa sababu hao ndio watu ambao wapo kwenye mamlaka na hawataki kushinikiza maboresho yatokee. Unafikiri nini kitatokea? Binafsi mimi nina ndugu yangu yupo mahali pakubwa kwenye CCM. Kakimbia nyumba kwa sababu maeneo yalipochafukwa ndio walikuwa ni walengwa wanaotafutwa. Kwa watu wengine wanaoumizwa ni ndugu zetu kabisa, ndio wanaotafutwa vile vile. Wengi wanaogopa kuzungumza, na wanaona kelele zimekuwa ni nyingi. Na ukiona kelele ni nyingi, hilo ndio tatizo lenyewe. Kwa hiyo tatizo la kwanza ndio hili hapo, kwamba mtu akizungumza Tanzania hii, lazima. Sawa? Leo tunasema Tanzania ya amani, Tanzania ya haki, Tanzania ya uhuru. Kwa nini niogope kuongea kwenye nchi yangu? Na sijatukana. Sijui kama nimezungumza neno la kutukana. Sijui kama nimezungumza neno la kufedhesha. Lakini kuna watu napozungumza hivi wanakeleketa. Huyu dogo ni nani? Who is this guy? Kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema miguu yangu inatetemeka. Sijui kesho yangu na mkaji. Japo unasema ongea. Wewe unaongea kwa sababu unakuwa ofisini kule. Baadaye ukishasikia Enoki ametekwa utaanza free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari. Mungu wangu tusaidie. Kile chama ni chama cha ukombozi, chama cha uhuru. Ni chama kilichotokana na TANU. Waasisi wake walikuwa na malengo ya kujenga nchi imara. Kile chama sio chama cha dhambi. Ni chama chenye sifa na ubora wa utu na heshima ya Mtanzania. Ila juzi wamezitupa zile bendera kwenye nyumba zao, walikuwa wanatoa na zitupa. Sasa kama nyie ni watu wa haki, kwa nini mnazitupa? Lazima tujiulize. Kwa hiyo tatizo la pili ni ile kitu. Sasa ili tuweze kuifuta hiyo tunafanyaje? Kwenye ile chama wote tumo humu. Nusu kwa nusu tumegawana, sio? Hiyo ni kama dini, si ndio? Kwa hiyo tumegawana nusu kwa nusu. Kuna watu tunaishabikia lakini tunaogopa hata kuvaa ile kofia sahihi. Kwa sababu ndugu zetu wametuchukia. Sisi ndio chanzo cha hilo tatizo. Kwa hiyo lazima kama mamlaka mnahitaji utatuzi wa hili jambo, tuambiane ukweli kwamba tutafute tatizo ni nini. Na kila mtu anajua tatizo. Ndio maana mtu anapoongea watu wanasema usiongee bwana, utatekwa. Hiyo tayari ni tatizo pia. Umeelewa mheshimiwa?